Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na hii ni siku ya 12 katika mwezi wa 10, mwezi wa Rozari. Ujumbe wetu wa leo unasema, je, ni sahihi kuvaa rozari au kutundika rozari kwenye magari? Leo tutaendelea kufafanua kuhusu matumizi ya rozari kama tulivyozoea kuona watu wakitundika katika magari, milangoni, kwenye kuta za nyumba, na hata kuvaa shingoni, kiunoni, mikononi na hata miguuni. Katika tafakuri iliyotangulia tuligusia matumizi mabaya ya rozari. Leo tutaanza kwa kuangalia kazi ya rozari ni ipi. Rozari, kama tulivyoona, ni chombo kitakatifu kilichowekwa wakfu kwa ajili ya sala ya rozari. Sala ya rozari ni sala ya tafakuri inayosaliwa kwa kutumia rozari. Kila punje ya rozari inaashiria sala, na mtu huchukua muda kusali sala hiyo kwa tafakari, akichukua kila punje kwa wakati wake. Kwa vile rozari ni chombo madhubuti kinachotusaidia kusali sala ya rozari kwa tafakari ya ndani, mtu anaweza kuwa nayo wakati wote. Kwa mfano, mtu anaweza kuibeba mfukoni ili kila akipata wasaa wa kusali aweze kuitumia kusali. Vile vile, mtu anakuwa na rozari mfukoni ili imkumbushe kusali. Kwa sababu ni rahisi kuivaa shingoni, mtu anaweza pia kuivaa kwa madhumuni hayo hayo ya sala na si vinginevyo, yaani ili mtu aweze kuitumia kusali au imkumbushe kusali. Rozari haikukusudiwa kuvaliwa kama shanga au urembo au kutundikwa kila mahali, mfano kwenye magari, pasipokuwa na sababu ya sala. Unapoitundika rozari pasipo malengo ya sala, basi utakuwa umeifanya chombo cha urembo au hirizi au dharau. Tujaribu kuangalia urembo. Mtu anaweza kuweka picha, maua au kitu chochote kwenye gari, ukutani, na kuvaa kujipendezesha au kuipendezesha nyumba au gari lake. Haya yanaweza kuwa ni mapambo ambayo kazi yake ndiyo hiyo, lakini hiyo sio kazi ya rozari. Rozari ni chombo kitakatifu chenye matumizi rasmi na kinachostahili kutunzwa kwa heshima ili kitumike kwa kazi yake na sio mapambo. Kuitundika au kuivaa kwa urembo pasipo nia ya sala, basi ni kuishusha hadhi ya rozari. Kwa mfano, je, unaweza kupamba nyumba yako au gari lako kwa noti za shilingi 10,000? Bila shaka jibu ni hapana, kwa sababu tunazipa fedha heshima na thamani ambayo hatutapenda kuichezea. Sasa iweje rozari takatifu? Maana tunaona siku hizi watu wanaifanya rozari kama fasheni. Mtu yote anaivaa rozari, lakini inakuwa ni kama mapambo au fasheni. Vile vile, je, tunaweza kuchukua mavazi ya ibada na kuyavaa hata kuyatundika ovyo ovyo? Hatuwezi kufanya hivyo, kwa sababu mavazi haya ni wakfu kwa ibada. Sasa iweje rozari itumike kama urembo? Tutazame hirizi. Rozari haikukusudiwa kutumika kama chombo cha kumpatia mtu ulinzi.
hivyo sio chombo cha kulinda gari, nyumba au mtu mwenyewe. Ikiwa kama mtu ataitumia kama chombo cha shughuli hiyo ambayo siyo malengo ya rozari, basi atakuwa anaitumia kama hirizi au kinyago. Hakuna taratibu za kanisa zinazodai kuwa rozari imewekwa kama chombo cha kazi nyingine tofauti na sala. Ijapo kuna mazoea ya watu kudhani kwamba wanaweza kuitumia rozari kama kinga, ambapo ni makosa. Matumizi hayo mengine ni ya kujiongeza na yanabadili maana kamili kabisa ya chombo hiki kitakatifu. Tuchukue mfano mmoja. Sote tunakumbuka yule nyoka wa shaba ambaye Musa alimuinua kule jangwani ili kila aliyeumwa na nyoka amtazame na kupona. Hii tunaisoma katika Yohana 3:13-15 na sana sana tunaisoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 21 mstari wa 4 mpaka mstari wa 9. Sasa matumizi ya nyoka huyu wa shaba yalikuwa rasmi kwa ajili ya uponyaji wa sumu ya nyoka wa jangwani na siyo matumizi mengine au magonjwa mengine. Lakini kumbe Waisraeli baada ya tatizo la kuumwa na nyoka wa sumu hawakumweka yule nyoka wa shaba pembeni. Walijiongeza, wakamfanyia ibada kwa imani walizojua au walizojiwekea wao wenyewe. Shughuli hii iliendelea mpaka pale mfalme Hezekia alipoiharibu sanamu hii ya nyoka wa shaba. Hesabu 21:1-9. Utaona kwa kubadili matumizi yake tayari waliifanya kinyago na ni kufuru mbele za Mungu. Tuangalie pia swala la dharau. Tujiulize, je, mtu unaweza kuchukua hostia takatifu na kwenda kuiweka chumbani kama urembo? Kwa kufanya hivyo ni kudharau kitu kitakatifu kilichowekwa rasmi kwa matumizi rasmi ya kiimani. Sasa basi, kutundika na hata kuvaa rozari pasipo matumizi yaliyodhamiriwa, yaani ya sala, ni kuidharau. Bado unaweza kuivaa shingoni kwa ajili ya sala, ila basi nadhani ni vyema kuivaa chini ya nguo ili hakuna mtu anayeweza kuiona. Ukifanya hivyo haimaanishi kuificha au kuionea aibu imani yetu, bali hatuivai pia kwa matangazo na majigambo. Kuivaa nje ya nguo zako ni kuiona kama kitu cha mapambo au majionyesho badala ya kuichukulia sana kama kitu kitakatifu. Sasa, kinachotulinda ni kitu gani? Tunalindwa na nguvu na matokeo ya sala na sio nguvu ya vyombo vya sala. Hatulindwi na mavazi ya ibada, bali nguvu ya ibada yenyewe. Vilevile hatulindwi na Biblia, bali yale yaliyomo ndani ya Biblia ikiwa tutayazingatia. Hivyo basi hatulindwi na rozari, bali tunalindwa na nguvu ya sala ya rozari. Hivyo basi tusali kwa bidii sala ya rozari, tukiomba ulinzi madhubuti wa Mungu majumbani mwetu, kazini, magari yetu na hata miili yetu. Tukitumia rozari katika sala, tutaweza kufanya tafakuri ya kina na kuwa karibu zaidi na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.